Taarifa kubwa ni kwa mchungaji wa Nigeria 234 Emmanuel Joshua mara baada ya kuweza kutangaza rasmi kabisa kumwalika Askofu Gwajima katika maombi na ibada yake ambayo itakuwa akiendelea kuihudumu katika nchi hiyo ya 234 Nigeria pale mjini Lagos. Hii imekuwa ni kubwa sana, na hata kwa Askofu Gwajima kwa maana yake ni moja ya nafasi pekee ambayo anaamini kabisa kwamba licha ya kile kilichoweza kuonekana katika mitandao, hata kwa baadhi ya wasanii wa Nigeria kuweza kusupport issue no reform no election, na kama alivyoweza kuzungumza kwamba Askofu Gwajima ataendelea kufanya maombi, na pia fursa aliweza kupata ya mchungaji mwenzie na mchungaji ambaye tunajua ni mchungaji mkubwa sana hapa Afrika ambaye ni Emmanuel Joshua, mara baada ya kuweza kumpa mwaliko na yeye akaweze kuhudumu na akaweze kuombewa na mwamba huyo. Na katika jambo ambalo pia tunalifahamu na tulisha kulisikia na huenda ukao umesha kulisikia, ni kuhusu imani ya mwamba huyu Emmanuel Joshua ambaye ni mchungaji maarufu sana Afrika kuweza kuhusishwa na masuala ya kishirikina, yani ya Freemason, na ni swala ambalo nafikiri sio hata kwake yeye tu, hata Askofu Gwajima pia kuna miaka nyuma alishawahi kuhisiwa na masuala kama hayo ya kuonekana kabisa kwamba naye mwenyewe pia ni miongoni mwa watu wanaofanya na wanaoweka zile imani za kishirikina. Lakini kubwa kuliko ni kwamba hatujajua je itakuwa ni ina faida gani kwa upande wa Askofu Gwajima kwake, kwa sababu tayari kwa sasa hivi hana kanisa ambalo huenda hata ingekuwa ni rahisi kuweza kumwalika pia mtu ambaye tayari na yeye ameweza kumwalika katika nchi ya Nigeria 234. Kwa nafikiri tunaendelea kufuatilia taarifa na kinachoweza kuendelea, lakini mpaka sasa hivi msimamo uko pale pale wa Askofu Gwajima kwamba anaendelea kufanya maombi na ataendelea kufanya maombi ili mradi iweze kujulikana mwafaka uweze kupatikana katika kinachoweza kuendelea. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment section.